Kilichokuja kushtua wengi baada ya kelele nyingi kutoka kwenye mashirikisho mawili makubwa ulimwenguni, kwa maana ya kutoka ndani ya UEFA likiwa kiongozwa na Alexander Seferin ambaye ni rais wa UEFA, lakini pia upande wa CONCACAF na kutoka upande wa AFC kwa maana ya ile ukanda wa Asia, ambao uko Asia ndo wanatoa makamu wa rais wa kwanza wa FIFA. Wote walionekana kukataa mpango. Sasa kadri siku ambavyo zinaenda, inaonekana makundi ama washirika ambao wanaukataa mpango na kushinikiza kwamba sio mpango mwema katika soka ama au kuwa mpango mzuri kwa maendeleo ya soka ulimwenguni. Sasa hivi mataifa ambayo yanapinga yameonekana idadi yao kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Kama ambavyo tunajua, FIFA wanazisimamia ama wanasimamia mataifa 211 kwa ujumla wake. Mataifa 211 ndo wanachama halali wa FIFA ambao wako chini ya FIFA. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, Omar Katanga, mataifa 98 yote yameonekana kumpinga rais wa FIFA aliyepo madarakani Gianni Infantino kuhusiana na mpango wake wa kuuza hizo 20%. Sasa kwa sababu ya idadi ya wanaopinga mpango, aliamua call off, tunasema aliutoa mezani, akasema tu cancel mpango, tuendelee na mipango mingine ambayo ilikuwepo hapo awali ambayo tulishirikishana kuhusiana na maendeleo ya soka ulimwenguni. Watu wakaibuka au makundi yakaibuka, kwa nini huu mpango ulikuja mezani na kwa nini uondolewe mezani haraka baada ya watu kuanza kuuliza maswali. Ulichakatwa lini? Kwa mpango wa nani? Kwa ushirikiano na wakina nani? Taarifa za awali zilikuwa zinadai kwamba wapo baadhi ya viongozi kwenye management ya FIFA, kwa maana ile FIFA Administration Committee, ambao walihusishwa kwenye mpango, lakini wameanza kutoka sasa hadharani, kila mmoja akiwa anakataa. Mimi sikushirikishwa, mimi sikuhusika kwenye mpango. Miongoni mwao ni makamu wa rais wa FIFA, kwa maana ya Mohammed bin Salman, ambaye huu ni rais wa AFC, kwa maana ya chama cha soka pale barani Asia. Yeye alikuwa mtu wa kwanza kukataa kwamba mimi sikushirikishwa, na huyu ndo makamu wa kwanza wa rais. Kama tunavyojua, rais wa FIFA ana makamu 8. Ndio. Ana wasaidizi 8 kwenye kile kiti chake. Wale 6 wanaingia moja kwa moja kwa ile veto power, kwa maana ni marais wa mashirikisho wa mabara yao. Sawa. Lakini kuna wawili ambao wao wanapigiwa kura. Kwa hiyo wakiunganika na wale 6 wanakuwa jumla 8. Katika wale 8 kuna mmoja pia ambaye anapigiwa kura, atakuwa makamu wa kwanza wa rais wa FIFA. Sasa ndo huyu ambaye namzungumzia, Mohammed bin Salman bin Khalif, ambaye ndo rais wa AFC. Alikuwa ni mtu wa kwanza kukataa kwamba kushirikishwa kwenye mpango. Sasa kwa sababu FIFA ina department mbalimbali, ina vitengo mbalimbali. Wana kitengo cha fedha, wana kitengo cha ukaguzi, kipo kitengo cha kusimamia masuala ya maendeleo ya soka ulimwenguni, kipo kitengo ambacho kinausimamia mpira wenyewe, lakini vipo vitengo vya masoko na vitengo mbalimbali, na kitengo cha referee ambacho kinaongozwa na Pierluigi Collina. Kwa sasa hivi ndo mwenyekiti wa ile kamati ya waamuzi ulimwenguni. Mwamuzi wa zamani huyo kutoka katika taifa la Italia. Mpaka tunavyozungumza sasa, siku ya jana, Arsene Wenger, ambaye yeye ndo mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya soka ulimwenguni, na yeye alijitokeza hadharani akazungumza kwamba mimi sikuhusishwa kwenye mpango, na kama fedha ama kama mradi wenyewe ulikuwa unazungumza na unalenga mazuri kuhusiana na maendeleo ya soka ulimwenguni, mimi mwenyekiti nilitakiwa kuwa wa kwanza kujua huu mpango. Kwa maana hiyo, huu mpango umeandaliwa na watu wachache, ni ndani ya FIFA hii na nje ya FIFA. Maana yake sisi wahusika wakuu wa mpira wa miguu duniani hatukushirikishwa, nikiwemo mimi. Sipo kwenye hili anguko. Akawa amejitoa moja kwa moja. Maana amemkana rais wake kwamba hakunihusisha chochote, sijui chochote, mimi nilikuja kupata taarifa kutoka kwenye vyombo vya habari. Sasa ile ikawa kama ni mzizi chechemezi ama chechemu ambao ulienda kuchechemua ili swala, kwa sababu swala zima lilikuwa linaonekana kama linaelekea kama kupoa. Kauli ya Arsene Wenger imeibua tena upya. Kufanya jambo liwe, yani tunaanza upya. Kuliibua upya.
Sasa rais wa FIFA ikabidi aite mkutano wa dharura ambao ndio huu unafanyika mkutano ambao unafanyika leo haupo kwenye kalenda ya FIFA ya mikutano ya viongozi wa FIFA, lakini ameuita kama mkutano wa dharura ili kuona namna ambavyo anaweza akatatua ili jambo katika mazingira ambayo yana uwazi na yana haki ili kila pande ikae katika sehemu ya kutulia. Bila shaka kwa mujibu wa